Rais Samia Suluhu afuta machozi baada ya kupewa kauli hii. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Siasa za Tanzania zimeendelea kushika kasi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29, huku matamshi ya Waziri Mkuu mstaafu Frederick Sumaye yakizua mjadala mpana. Akizungumza kwenye mkutano mkubwa wa kampeni uliofanyika leo Jumamosi Oktoba tarehe 4 katika viwanja vya CCM Sabasaba wilayani Babati mkoani Manyara, Sumaye ameeleza kwa mashambulizi yanayomlenga mgombea wa urais wa CCM Daktari Samia Suluhu Hassan sio dhidi yake binafsi, bali ni mkakati mpana wa kudhoofisha na hatimaye kuiondoa madarakani CCM. Sumaye ameeleza kwa wimbi la ukosoaji na mashambulizi ya kisiasa yanayoelekezwa kwa mgombea huyo yamekuwa yakikusudiwa kujaribu kukitikisha chama hicho kikongwe ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kikishikilia usukani wa siasa za Tanzania. Na kwa maelezo yake, hoja ya mashambulizi hayo hayajawahi kukoma, kwani viongozi wote waliopita katika historia ya CCM wamewahi kushambuliwa kwa njia tofauti, ikiwemo baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, Mzee Ali Hassan Mwinyi, Benjamin Mkapa, Jakaya Mrisho Kikwete na hata marehemu John Pombe Magufuli. Kauli hii imetafsiriwa kama onyo kwa wanachama na wafuasi wa CCM kutambua kuwa mashambulizi hayo si ya mtu mmoja, bali ni sehemu ya mbinu za muda mrefu zinazotumiwa na wapinzani wa ndani na nje ya nchi ili kushusha hadhi ya chama hicho. Sumaye ameweka wazi kuwa mara nyingi wanaolenga CCM huanza kwa kumshambulia mgombea wake wa urais, wakiamini kwamba ni njia rahisi ya kudhoofisha chama kizima. Katika mkutano huu ulihudhuriwa na mamia ya wananchi na wanachama wa CCM, Waziri Mkuu huyo mstaafu ameongeza kuwa changamoto hizo hazipaswi kuonekana kama sababu ya kukata tamaa, bali zinapaswa kuwa chachu ya kuimarisha mshikamano na kuonyesha nguvu ya chama. Aidha, amewataka Watanzania wote wanaoiaminia CCM kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi ujao, akieleza kuwa kura nyingi zitakuwa na ushahidi wa kutosha kwamba chama hicho bado kimekita mizizi kwa wananchi na hakiwezi kutikiswa kirahisi. Sumaye ameendelea kusisitiza kuwa historia ya Tanzania imejengwa juu ya msingi wa mshikamano wa amani, na kwamba misingi hiyo ndiyo imeipa CCM uhalali wa kisiasa kwa miongo kadhaa. Na kwa mujibu wake, wale wanaopiga vita chama hicho hawatambui kuwa nguvu ya chama hicho haipo tu kwa viongozi wake, bali iko mikononi mwa wananchi wanaoendelea kukipa imani. Kauli yake imeibua shangwe kubwa kutoka kwa wafuasi waliokuwa uwanjani, ambao walichukulia hotuba hiyo kama mwongozo wa namna ya kukabiliana na changamoto za kisiasa. Na katika kipindi hiki cha kampeni, mashabiki wa chama hicho wamesikika wakionyesha hamasa, wakitafsiri kauli ya Sumaye kama wito wa mshikamano kuelekea uchaguzi wa kihistoria unaosubiriwa kwa hamu kubwa. Tukio hilo la Babati limeacha alama muhimu, si tu kwa sababu lilihudhuriwa na viongozi wakubwa wa chama, bali pia ni kwa ujumbe wake wa kuimarisha mshikamano wa kisiasa na kushikilia msimamo wa pamoja. Kauli ya Sumaye kauli zake zinabaki kuwa kumbusho la kisiasa kwamba mgombea mmoja anaposhambuliwa, basi chama kizima ndicho kinacholengwa, na hivyo majibu ya kweli yapo katika mshikamano wa wanachama na wananchi wenye imani na chama hicho. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa uchambuzi wa kina kuhusu kampeni, siasa na matukio makubwa kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu.